Rais wa Marekani Donald Trump anaamini Marekani itafanya makubaliano na China kuhusu masuala ya ushuru. Rais huyu wa Marekani amesema anatarajia kuwa Washington na Beijing zitafikia makubaliano ya ushuru. Anasema, uhusiano wangu na rais wa China Xi Jinping ni mzuri. Umekuwa mzuri kwa muda mrefu, tumekuwa na uhusiano mzuri sana na nadhani tutafanya makubaliano na China, Trump aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumanne. Akiendelea kusema kwamba ikiwa hatutafanya makubaliano tutaliweka hili, tutaweka nambari tu. Mnamo Aprili 2, Trump alitia saini agizo kuu la kuanzisha ushuru wa kurudisha kwa bidhaa kutoka nchi zingine pamoja na Uchina. Ushuru wa wauzaji bidhaa wa China kwenda Marekani sasa umefikia ni 145%, wakati kiwango cha wauzaji wa Marekani wa China ni 125%. Baadhi ya wataalamu wa mambo wanadai kwamba kiwango kama hicho cha majukumu kinamaanisha kusitishwa kwa biashara kati ya nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa duniani. Rais wa Marekani anasema ushuru kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje utashuka kutoka 145%, lakini anasisitiza tutaendelea vizuri na China. Kwa hivyo rais wa Marekani Bwana Trump wakati huu ametazama taswira ya namna ambavyo anakosa kodi kutoka kwa watu wa China kutokana na kodi iliyokuwa juu zaidi ambayo wakati huu imesababisha wa China kutopeleka bidhaa zao nchini Marekani kutokana na jinsi ambavyo bidhaa hizo zinatozwa ushuru. Donald Trump alisema wakati wa mkutano na waandishi wa habari katika ikulu ya White House kwamba ushuru wa juu kwa bidhaa kutoka China utashuka kwa kiasi kikubwa, lakini hautakuwa sifuri kama ambavyo wengi wanadhani. Matamshi ya Trump yalikuwa kujibu maoni ya awali ya Jumanne ya waziri wa fedha Scott Bessent ambaye alisema kwamba ushuru wa juu haukuweza kudumu na kwamba anatarajia kushuka kwa vita vya kibiashara kati ya nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Trump aliweka ushuru wa 145% kwa Uchina ambayo imekabiliana na ushuru wa 125% kwa bidhaa za Marekani. Trump ameweka ushuru kwa nchi kadhaa na kusababisha soko la hisa kukwama na kiwango cha riba kuongezeka kwa deni la Marekani, huku wawekezaji wakihofia ukuaji wa uchumi uliokuwa taratibu na shinikizo la juu la mfumuko wa bei. Maelezo ya matamshi ya Bessent yalithibitishwa na watu wawili wanaofahamu matamshi hayo ambao walisisitiza kutotajwa majina yao. Ninasema China itakuwa mteremko katika suala la mazungumzo, Bessent alisema kulingana na nakala iliyopatikana katika shirika la habari la Associated Press AP. Hakuna upande unaofikiria kuwa hali iliyopo ni endelevu. Faharisi ya hisa ya S&P 500 ilipanda kwa 2.5% baada ya shirika la habari la Bloomberg News kuripoti matamshi ya Bessent hapo awali. Hata hivyo, rais wa Marekani amesisitiza zaidi kwamba kutokana na hali hii sasa ushuru wa China hautakuwa wa juu sana. Serikali ya China ilikuwa bado haijajibu habari hizo, lakini imekuwa ikikosoa ushuru wa Trump katika mitandao ya kijamii ya China ya Weibo. Matamshi ya Trump yalivuma chini ya lebo mbalimbali za reli zikiwemo Trump alikiri kushindwa. Nakala ya Jumanne katika gazeti la serikali ya lugha ya Kiingereza China Daily ilielezea kama ishara ya ulinzi wa watu wengi wa ajenda ya MAGA na kudhoofisha biashara ya kimataifa. Baada ya kulinganisha ongezeko la ushuru mfululizo la Trump, tit for tat iliisha wakati Beijing iliposema itaongeza 125% dhidi ya uagizaji wa Marekani na tayari imekandamiza maslahi ya soko la ndani kwa bidhaa za Marekani. Kusitishwa kwa siku 90 kwa Trump kwa ushuru wake wa kimataifa hakujumuisha China. Utawala wa Trump umekuwa kwa mazungumzo na wenzao kutoka Japan, India, Korea Kusini, Umoja wa Ulaya, Canada na Mexico kati ya mataifa mengine. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.